kuuliza maswali katika hili ambalo Sheikh ameliwasilisha kwa siku yetu leo. Upande wa binadamu kwa inshallah kaandika mtalitumia nitasomea Sheikh. Iko hapa mwenye swali au kwa kunyosha mkono na kuuliza Sheikh. Barakallahu fiik. Mwenye swali falyatafadhal, kama hakuna tuangalie taratibu nyingine. Wanaosikiliza pia kwa njia za mitandao wana ruhusa ya kuuliza. طيب umeelezea katika hali ya kushika kichwa na kuelewa sana ndani una kuelewa kwa baadhi yetu ndio rahisi kuonyesha idea ya kwaje kama kuna wengine wanaweza kushika kichwa hivi wengine wanashika hivi kwa hilo sahihi kutokana na hadithi iliyokuja katika yake na kwa kwa mujibu wa hadithi tulisoma falyakhudh binasiyatiha. Nasiya tuite paji la uso hapa. Hii ndio nasiya ambazo kumkamata mtu ukampeleka unavyotaka, sio juu kwenye kichwa kwenye nywele kama tunavyoona baadhi yao. Hiyo ujibani chamana kwa biharusi kumwekea mkono juu ya kichwa. Mtume akasema ala raasiha, juu ya kichwa chake, akasema binasiyatiha. Nasiya ni hii sehemu hii ambao unaweka mkono wako, wewe unamkamata hapo na kumwombea hiyo dua. Bwana usiweke juu ya kichwa kwenye nywele kule, hicho ni kichwa, sio nasiya. Kwa hiyo ukiweka mkono kwenye nasiya alafu unasoma bismillah. Bismillah tashi hapo. So bismillahir rahmanir rahim. Bismillah. Waliyad'u bil baraka, la pili utamwombea baraka. Umwombea yeye, utajiombea yeye kwa pamoja. Allahumma barik li fiha, ewe Allah nibariki mimi kupitia huyu. Wabarikha li au barikaha li, na nibariki wabarik li fiha, nibariki mimi kwa ajili yake. Naomba baraka kwa ujumla wake. Alafu ndio naomba Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi. Na hii dua wengi wanaikosea wakati wa tukio. Sheikh mmoja amemsikia mtu akisema jabaltaha jabaltaha. Kwa hiyo hana ya kusema, anasema jabaltaha jabaltaha. Kila kirudia jabaltaha jabaltaha jabaltaha. Ndio nini sasa jabaltaha imempuruka yote hii. Kwa si vibaya ikiwa mtu hajui akaandikiwa kwenye karatasi akaingia nayo kwa bibi harusi. Naam. Ndio. hapo katika hadithi tunaona Mtume alikula mwenyewe na Aisha akana mwenyewe. Sasa hivi inakuwaje wanashana mbele za watu, bibi anamlisha bwana na bwana anamlisha babu? Sunna ni kufanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bibi kumnyesha babu na babu kumnyesha bibi ni kitu kiko nje ya maelekezo. Yaani wametaka kulipamba jambo wakaliharibu. Kama anasemaje mshairi, arada an yukhilahu fa'awara, arada an yukhilahu fa'awara, alitaka kulipendezesha jicho, kulitia
alkuhl, kulitia wanja kuhl, faawara, bahati mbaya akamtia chongo. Kwa kusudi lake ampambe apendeze, lakini akatia chongo. Kwa hiyo kusudi lake kwamba awafanye kizuri zaidi, lakini sasa akamvuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe ukiwa unaolewa, bwana harusi akawa anakupa, mwambie acha bid'a, alafu mpokonye ile glasi kunywa wewe, mwambie acha bid'a. Kuna maswali mengine? Nimekwisha. Inshallah. Nadhani maswali yameisha. Inshallah kama tutakuwa mwisho wa darasa letu kwa leo, tutakutana tena wiki ijayo inshallah. Tunaendelea kusisitiza wale ambao hawajapata vitabu waorodheshe majina yao ili tuweze kufanya mchakato wiki ijayo waweze kupata vitabu hivyo inshallah. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kwa sasa tujiandae kwa swala la asr. Kwa wenyeji wanafunzi tunafahamu kidogo na changamoto ya maji, kwa hiyo tungeshirikiana tuweze kuchukua maji pale katika ushuru la karibu na mahuru haya hapa kwa ajili ya kujaza kwenye majaa kwa kurahisisha upatikanaji wa maji ya udhu kwa wale ambao hawatakuwa na udhu kipindi tunatarajia kuswali. Kwa hiyo wanafunzi tutashirikiana ili tuweze kujaza majaa. Sheikh kwa swali tulipokea, lakini liko cha maudhui inshallah katika darasa linalofuata, kama litaingia katika content ya Sheikh amegusia, litaulizwa.